Mtazamaji wa Mnyasa Media, mbele yangu ni Cholo shabiki wa kuna Msimbazi Simba Lialia. Unajua kuna wale mashabiki ambao wanakuwa na hamasa na matokeo, lakini kuna wale ambao Simba ikipigwa wapo. Kisale wapo, ikichukua ubingwa wapo, ndo kama Cholo. Bwana Cholo, mambo vipi? Bwana poa sana. Mambo yanaenda? Alhamdulillah. Kweli Lialia kweli ama nimekupa sifa za uongo? Mimi Simba niko nayo. Tangu mimi 2002 ndo nimeanza kuipenda Simba rasmi. Kwa mpaka hii na miaka 24 naipenda Simba. Kutokana na umri wangu mimi nilianza kuipenda Simba 2002. Huo ndio ukweli kabisa. Kwa hiyo mimi Simba niko nayo kwenye ups and down, yani tumeshai kupanda, tukashuka, tukapanda, tukashuka na leo mpaka leo niko nayo. Tuanze na Libase Gay. Nani Seteura? Naam. Waarabu bwana wanataka kuivunja tena Simba kama miaka ile. Wakamchukua Chama Alesibekane, ala wakamchukua Jose Luis Miquissone. Wameshaona labda pengine ligi ya mabingwa msimu huo ujao pengine inaweza kuwa ya moto sana Simba. Tunamuona wanaanza kumchungulia Nese Teula, lakini tunaona anaanza kumchungulia Libase Gay. Bwana hawa wachezaji wawili wanaanza kumulikwa na Waarabu. Hapa nazungumzia Express Press pamoja na MC Alija. Kuna lipi la kuzungumza bwana Cholo? Ni wachezaji ambao wanauzika. Unajua wana timu kubwa hizi especially za Waarabu wanaangalia mchezaji ambaye ukitoa impact kwenye timu, wanaangalia kwanza hadi umbo. Unajua wenzetu hao wanaangalia mpaka umbile la mchezaji. Yaani namna anavyoonekana na anavyofanya. Umeshanielewa? Unaweza kuwa mchezaji mzuri lakini wanaangalia umbo lako, wanaangalia game gani unafanya vizuri, wanaangalia afu ndio wanaangalia impact kwenye timu. Umeshanielewa? Kwa hiyo Libase Gay na Nise, unajua ni wachezaji ambao ukitoa kujua mpira wako fiti sana. Afu wana mabodi yale, unajua wana miili ambao unaweza kucheza timu yoyote, yani unaweza kushindana na mtu yoyote. Umeshanielewa? Kwa hiyo nikisema wachezaji ambao wako sokoni, na maanisha kwanza ukiangalia ubora wao, performance na hata ile physics, yani ile physical ambao wachezaji walivyo ukiangalia bodi zao, hizo zinafanya wanauzika. Kwa hiyo mtu kama Libase ukiangalia dirisha dogo ambao amekuja Simba Sports Club, anachokifanya, ile kasi yake, dribbling, ukitazama namna anaweza kumiliki mpira na impact kwenye timu inaweza kumfanya akatoka kaenda kwa MC Aja, na Seyaura vile vile anaweza kutoka kwenda Express Tunis. Kwa hiyo hapo itategemea na Simba wenyewe wanataka nini msimu ujao. Kama wakiona watataka fedha, basi wanaweza kuwauza, na kama watasema basi tunahitaji kushindana Afrika next season, basi hao wachezaji wanatakiwa wabaki Simba Sports Club. Kwa upande wako wewe Cholo, unaona kipi ni sahihi kwa hivi sasa, na mnasema mnaijenga klabu ya Simba? Unaona kipi ni sahihi, kuacha waende ama kuwalinda wabaki ndani ya klabu ya Simba muende nao msimu ujao? Unajua biashara nzuri ya mpira ni moja kati ya biashara kubwa ni kuuza wachezaji. Lakini huwezi kuuza wachezaji kama wewe unitengeneze timu yako. Umeshanielewa? Kwa sababu ukitengeneza timu yako kwanza, watu watakuwa naipenda. Umeshanielewa? Wachezaji watakuwa naipenda sana. Kama unavyoona Simba sasa hivi wachezaji wanavyoikimbilia hivi. Kwa sababu ilishajitengenezeaga ile ule ufalme wake hapa Afrika. Lakini wakisema waendelee kila msimu watoe wachezaji, manake baada ya kuijenga watakuwa wanaibomoa. Ukishaibomoa, hii timu itadrop. Ikisha drop wachezaji hawezi kuikimbilia tena. Sawa sana leo mchezaji asikia anatakiwa na Simba na asikia anatakiwa na TP Ngweba Mazembe. Ni rahisi sana mchezaji kwenda Simba kuliko Mazembe. Umesema japo ukiangalia Mazembe na profile kubwa sana kuliko Simba. Lakini imesha drop kwa nini? Kwa sababu haivutii tena Afrika sasa hivi Mazembe, tofauti na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza kwa waondoke ama wabaki, kwangu nataka wabaki kwa sababu Simba tumeshapoteza nafasi yetu msimu uliopita. Tulishia makundi tena wa mwisho kabisa kwenye kundi. Sio jambo la kawaida kwa timu kubwa kama Simba ambayo tayari ishasimika ufalme wake barani Afrika. Kwa hiyo tumepata wachezaji wazuri. Kwa hiyo tunatakiwa kuwaongezea ili mali tufanye vizuri barani Afrika next season. Ukizingatia tuna Champions League ambayo watu wanatutazama sisi kama timu tishio. Unaona tuna wachezaji wazuri. Kwa hiyo tukisema tuuze sasa tunaenda ku risk. Maana yake tunataka tutafute wachezaji ambao watakuja kurecover pale, na unajua Afrika sasa hivi kupata wachezaji ambao wanakuja kuziba nafasi za watu wengine kucheza kwenye ubora mkubwa ni kazi ngumu sana. Tumesha struggle misimu kwenye ligi hapa misimu 4 na huu unaenda wa 5. Barani Afrika tumestruggle tayari, tuna msimu mmoja tumeshaanza kufanya vibaya. Sio jambo ambalo tunatakiwa kuliona tena. Kwa hiyo kwangu mimi naomba viongozi kwa namna yoyote ile safu ya ushambuliaji ya Simba inatakiwa ibaki yote. Ibaki yote. Yaani safu ya ushambuliaji ya Simba inatakiwa ibaki yote. Tena ongezewe mtu striker mwingine ambaye anaweza kuja kusaidiana na Selemani Mwalimu pale kuja kupeana challenge ili kuongeza ule umakini na ubora wa Selemani Mwalimu. Aongezeke striker ambaye Selemani anaweza kumtazama kama kiongozi wake, yani kama mkubwa kwake. Tofauti na asije striker ambaye yuko chini ya Selemani Mwalimu. Tunataka striker ambaye yuko juu ya Selemani Mwalimu. Ili Selemani Mwalimu aongeze ule ubora, kwa sababu Selemani Mwalimu ni mzuri kwenye nafasi, anajua kupambania mipira, lakini kwenye ile finishing, yani kwamba clinical. Yani sio clinical kwenye kumalizia. Kwa hiyo anatakiwa mchezaji ambaye clinical sasa, kwamba akipata nafasi moja kamba moja. Umeona? Lakini hapa kuanzia eneo la kiungo kushuka chini hapo anaweza kujaribu. Na hata eneo la center back pia.
Sio neno la kuvunjwa center back, labda mabeki tu wa pembeni wanaweza kuongezewa, lakini mabeki wakati wale watoto wanatosha, wale waliokuepo wanatosha. Kwa Simba eneo letu la ushambuliaji hatakiwi kuondoka mtu yoyote. Kuna mwaka Chama alikuwa kwenye ubora wake sana, Jose Luis Miquissone naye alikuwa kwenye peak. Kocha wa Al Ahly Enzizo Mosimane akamwona Luis Jose akamchukua. RS Berkane nao akamwona Chama akamnyakua. Simba ilipata shida mpaka kujipata tena ilitumia muda mrefu sana. Pengine mnaogopa kile ambacho kilitokea misimu ile iliyopita kisitokee msimu huu kwa Alibase Gay, Anis Teula na Chama pamoja na wachezaji wengine ambao wameonekana kwa bora sana kama Elie Mpanzu Kibisawala. Ni somo kubwa ambalo tulilipata kipindi kile, kwa sababu wakati ule Simba ilikuwa bado sio Simba huyu ambaye Afrika namtazama hivi, yani namzungumza hivi. Simba alikuwa anaonekana kama tulifuku hivi, yani inaonekana kama haikuwa sehemu ya utaratibu wetu, yani kuwa tunashindana Afrika. Yani sio kawaida, umeshanielewa. Kwa hiyo ilipokuja ofa ya Luis Jose Miquissone tukaona hapana, nafasi zimekuja ofa mbili kwa wakati mmoja ya RS Berkane pamoja na Al Ahly. Ilikuwa ni same pia ya branding kwa Simba, kwa sababu tumeuza mchezaji kutoka Simba moja kwa moja mpaka Al Ahly. Maana yake Simba tulikuwa na wachezaji wakubwa. Tumeuza mchezaji moja kwa moja kutoka Simba mpaka RS Berkane Morocco. Bwana kumpeleka mchezaji Botola ligi kucheza timu kama Berkane kipindi kile na timu ambayo ilikuwa inashindana kweli mpaka ilikuwa bingwa Confederation, ilikuwa sio jambo dogo. Umeshanielewa? Lakini tukaja kugundua kwamba kumbe Simba ikanatazama kama timu tishio. Watu wakija Tanzania kucheza na Simba walikuwa wanakuja wamejipanga kweli kweli. Mwisho wa siku tukajikuta kwamba kumbe tunakutana na changamoto nyingi, tunakutana na challenge. Alafu tuna wachezaji ambao wanaweza kufanya maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu tulimuondoa Luis Jose Miquissone na Chama. Tuliowaleta walikuwa na wachezaji wadogo ambao tunatakiwa kuwakuza, ni Peter Banda, Pape Osman Sako, umeshanielewa. Mkubwa ni Lalibwali ambaye alikuwa anajua kabisa anaweza kufanya maamuzi. Na Lalibwali ya timu ilikuwa imemuelemea. Maana yake alikuwa amebaki mwenyewe. Kwa hiyo ni funzo ambalo tumejifunza. Kwa sasa hivi tumepata wachezaji wa kariba ile. Sio rahisi tena kwa Simba na kuachia wachezaji wao, kwa sababu msimu unaokuja Simba anaenda kama Giant, anatazama kama Giant. Unajua hata last season mwenyewe umeona. Sisi na Esperance de Tunis ndio tumeenda kama Giant kwenye zile timu. Alafu sisi ndio tukawa tunaonekana tuna timu mbovu kuliko hata watu wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa tunacheza nao walikuwa wanaonekana wadogo, alafu wamekuja kutupa mechi. Unaona timu kama wale wa Mali wale. Wamekuja hapa wamekuja kama underdog, lakini kwa nini wametogea mchezo mgumu? Wametogea mchezo mgumu kwa sababu wao walikuwa wanapambana, kwa sababu hata tungewafunga na wale Stade Malien tukiwafunga, haiwezi kuwa story kwamba Stade Malien kafungwa na Simba, lakini wewe amini Stade Malien kwa wake basi hatujatoka, tumekufa chuma 2-1. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao ni underdog, wao walikuwa wanapambana na sisi tulipitia kwenye mazingira kama hayo. Kuna wakati Simba alikuwa underdog, anakuja Al Ahly anafungwa, amekuja Vita Club akiwa wa moto kabisa kina Fabrice Ngoma. Wamepoteza mchezo, Je Saura wamepoteza mchezo. Ikawa mechi 3 Simba nyumbani hajafungwa mechi hata moja, tukafuzu hatua ya robo finali. Kwa hiyo sasa hivi tunakutana na timu za namna ile sasa, kwamba wao wanakuwa wadogo kwetu. Wakifungwa inakuwa sio story kwamba Simba anajulikana kwamba Benjamin Mkapa hawezi kutoka. Kwa hiyo tukisema tuuze wachezaji wa kutegemea kwamba tunataka fedha tu tuuze mchezaji yoyote, tunakutana na timu kutoka Malawi hapo, tunakutana na timu kutoka Zimbabwe, atakuja hapa atuleta tutogea mchezo mgumu, at the end of the day Simba anapoteza, inakuwa tena timu ya kawaida ambayo sio timu, inakuwa sio timu ambayo wachezaji wanaweza kuikimbilia, sio timu ambayo inaweza kuwa story, kwa sababu mpaka sasa hivi Simba tuko nafasi ya 10. Umeshanielewa? Kama tutaenda msimu ujao kimataifa na timu ambayo tutashindana makundi ama hatua za awali, Simba anadondoka mpaka nafasi ya 15 16. Maana yake inakuwa sio timu tena ambayo timu inaweza mchezaji akawa proud kucheza Simba. Umeshanielewa? Kwa hiyo kwangu mimi naomba tena sana, kama kweli tunataka Simba iwe timu ya kushindana barani Afrika, basi pale safu ya ushambuliaji ya Simba asiondoke mchezaji. Tuamalize na swala la MVP wa msimu. Naam. Kuna majina matatu. Clatous Chota Chama anatajwa, Alan Okello wa Young Africans anatajwa, lakini Faisal Salum Fei Toto wa Azam FC naye anatajwa kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapigiwa upatu kwamba anaweza akatoka miongoni mwao akawa MVP. Kwa jicho lako, unatamani nani ama unamwona nani anakwenda kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa msimu? Nikizungumzia ukweli kabisa, mpaka hapa tulipofikia, mpaka sasa MVP kwetu kwa hapa tulipofikia ni Faisal Salum, kwa sababu ana kila kitu, amedeserve kwenye kila kitu. Kwa sababu unajua MVP watu waangalie unafanya nini tu kwenye umefanya nini timu yako, hapana. Wanaangalia na individual, yani wanaangalia zile yani vitu vyako binafsi. Ushanielewa? Kwa mfano kama sasa hivi ukiangalia vitu binafsi, Tesa anaongoza ambio za ufungaji bora na anaongoza pia kwenye ambio za watu ambao wamechangia magoli. Kwa amechangia magoli 22. Na Tanzania niwaambie tu, unajua sisi tumekariri kwamba tunajua mchezaji bora lazima atoke kwenye timu ambayo imetoa ubingwa. Mchezaji bora atoke kwenye timu ambayo tu imetoa ubingwa. Mchezaji bora anatoka popote.
kwa sababu anaangalia zile ni vitu vyake binafsi, amefanyaje yeye kama mchezaji. Nikitoa mfano mdogo, mfano msimu huu pale England mchezaji bora wa mashindano ni Bruno Fernandes. Yeye timu yake imeweza nafasi ya 3. Yaani inataka kufanania vile vile na Faisal Salum. Kwa nini amekuwa mchezaji bora? Ameangalia vitu vyake binafsi, ameisaidiaje timu yake yeye kama yeye binafsi. Amefanya nini kwenye hiyo timu? Wakitazama yeye ndo amefanya mpaka imekuwa hapo nafasi ya 3. Kwa uwezo wake binafsi. Unaona sasa hivi Azam mpaka amebaki pale namba 3 kwa sababu ya Faisal Salum. Kwa hiyo vitu vyake tu binafsi vinambeba kwa mchezaji bora. Lakini kama utaangalia kwamba umefanya vitu vyako binafsi na umesaidiaje timu yako, anayedeserve mpaka sasa hivi kwa mchezaji MVP ni Alan Okello, kwa sababu timu yake inaongoza ligi, na kama atatoa ubingwa maana atakuwa ametoa ubingwa na amefunga magoli nyuma ya mfungaji bora ambaye atakuwa Faisal Salum, na ana assist moja nyuma tofauti na mfungaji bora. Alafu anafuata ni Clatous Chama. Ukiangalia Chama ipo kwenye kiwango kizuri sana, lakini kwa ukitazama kinamba, namna mambo yake binafsi anavyofanya vitu vyake binafsi, amezidiwa na wachezaji wawili. Kwa hiyo ndio ukweli mchungu. Mimi shabiki wa Simba, lakini ukweli mchungu ni huo kwamba mpaka sasa ana deserve kuwa mchezaji bora ni Faisal Salum, nyuma yake atafuata Alan Okello, alafu atakuja Clatous Chama, ambao hata ukiangalia kwenye ujaji wao Clatous Chama amefanya mambo makubwa akiwa na Simba Sports Club kwa dirisha moja tu, kwa maana amekuja Januari dirisha dogo, na Alan Okello amekuja hivyo Januari dirisha dogo. Ila Faisal Salum alikuwepo tangu msimu unaanza. Kwa hiyo ukitazama kwangu mimi, ukiniambia nijibu kwa moja kwa moja nani anafaa kwa MVP msimu huu mpaka sasa tulipofikia tu, hata kama itatokea tofauti na hivi, Faisal Salum ana deserve kwa mchezaji bora wa msimu. Faisal Salum Feitoto anastahili kuwa MVP wa msimu. Ndivyo anavyosema Cholo, shabiki wa Simba. Naam. Ujapiga kona. Sitaki kona kwa sababu unajua kuna muda anatakiwa useme ukweli mchungu. Hata sisi kwenye dini yetu sisi Waislamu milioni imefunga. Na leo sisi Waislamu tuna kitu kinaitwa Arafa, yani ile siku ya Yaum Arafa, ni siku ya Arafa leo. Unakia ukifanya jema moja, yani jema lile ambalo ukilifanya ambao yale malipo yake unayopewa kila siku, ukifanya siku ya leo sasa lile jema lile malipo yake yanaongezeka maradufu tofauti na siku za kawaida. Kwa hiyo mimi siwezi kusema uongo. Kwa yani nitakuwa muongo nikisema kwa sababu mimi Simba niseme Chama na deserve kwa mchezaji bora mbele ya Faisal Salum, nitakuwa hata ushahidi nitakuwa sina. Sababu amezidiwa katika kila sehemu. Umeshanielewa. Kwa hiyo mimi kwa kweli kabisa Faisal Salum amedeserve kwa mchezaji bora msimu mpaka hapa alipofikia tu inatosha kwa mchezaji bora. Bwana Cholo, mimi nikushukuru na nikutakieni kila laheri. Asante sana. Hapo mnakaa kileleni pale kama status za WhatsApp. Kwa sababu sasa hivi atakayeshinda mchezo wake atakuwa anaongoza ligi, kwa hiyo sio jambo la kulipigia kelele, na naamini kabisa mechi ya mwisho ndio itaamua nani atakaa mazima ama tokaa mazima. So tusubiri tuendelee kunywa mchuzi, nyama ziko chini. Bwana shukrani sana. Asante sana.